taarifa mbalimbali tulizokukusanyia, na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa. Mwanaume anayetuhumiwa kufanya mashambulizi katika ufukwe wa Bondi mjini Sydney, Australia, ameshtakiwa kwa makosa 59 yakiwemo mashtaka 15 ya mauaji. Taarifa zaidi na Egbert Alfred Jr. Navid Akram mwenye umri wa miaka 24 ameshtakiwa baada ya kuamka kutoka kwenye hali ya kutokuwa na fahamu katika hospitali moja ya Sydney ya Australia alikopelekwa baada ya polisi kumpiga risasi pamoja na baba yake ili kuwadhibiti wasiendelee kufanya mauaji. Hata hivyo, baba yake Sajid Akram mwenye umri wa miaka 50 alifariki katika eneo la tukio. Haya yanajiri wakati ambapo mamia ya waombolezaji wakianza shughuli za maziko ya wapendwa wao walioangamia wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika sikukuu ya Wayahudi ya Hanuka katika ufukwe huo. Watu 15 waliuawa huku wengine 30 wakijeruhiwa vibaya na bado wanaendelea kupatiwa matibabu hospitalini, huku ikidaiwa kuwa watu wote waliouawa walikuwa ni Wayahudi. Mamia ya watu wamekusanyika katika sinagogi nchini Australia kwa maziko ya kwanza ya waathirika wa shambulio la watu wengi katika ufukwe wa Bondi. Rabbi Elishiranga alikuwa mmoja wa watu 15 waliouawa wakati wa tamasha la Kiyahudi la Hanuka huko Sydney siku ya Jumapili. Baba mkwe wake aliongoza maziko hayo na kuitaka jamii kutoogopa kuzuru eneo hilo. Waziri mkuu wa jimbo hilo Chris Minns, ambaye ametoa wito wa kuwepo kwa sheria kali za umiliki wa bunduki katika eneo hilo la Sydney. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma risala za rambirambi kwa familia zilizoathirika na shambulio la ufukwe wa Bondi, akisema Marekani imeungana katika maombolezo na Australia, na Trump aliyasema hayo katika tafrija ya White House Hanuka. Na kwingineko, juhudi za kusaka amani nchini Ukraine zinaendelea, ambapo baada ya mikutano mbalimbali kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine wanatarajiwa kukutana tena mwishoni mwa wiki ijayo kabla ya mapendekezo hayo kuwasilishwa Moscow. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kuwa mapendekezo yanayosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kupatikana mkataba wa kukomesha vita yanaweza kukamilishwa ndani ya siku chache zijazo, na kisha wajumbe wa Washington watayafikisha Kremlin kabla ya mkutano mwingine unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki ijayo nchini Marekani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema chini ya hakikisho la usalama linalotolewa na Marekani kwa Ukraine baada ya kumalizika kwa vita, vikosi vya kulinda amani vya Ulaya vitaweza katika hali fulani kuwarejesha nyuma wanajeshi wa Urusi. Naam, asante Egbert Alfred Jr. kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa. Tukirejea hapo itakuwa ni wasaa mzuri wa kufahamu yaliyojiri kwenye habari za biashara na uchumi.